tunaona namna ambavyo zaka inatumika. Unajua kuna namna ambavyo Mungu mwenyewe ameweza kuelekeza zaka iweze kutumika namna gani. Lakini leo kumekuwa na matumizi mengi, kila mtu anavyoona ni sawa, lakini Mungu ametoa maelekezo zaka yake iweze kutumika namna gani. Kumbuka zaka ni fungu la 10, sadaka na zaka iliyotajwa katika maandiko. Kuna ile inayotakiwa kuweza kupelekwa katika madhabahu ya Mungu na ile ambayo inaweza kupelekwa kwa watu wengine kama wanadamu wenzetu ambao ni mayatima, wajane na kadhalika. Hao ni watu wa muhimu kuweza kuzingatiwa katika mahitaji yao, maana ukisoma katika Isaya sura ya 1 kianzia mstari wa 16 ni hapo anaanza kusema pia ya kwamba ni lazima tuwatazame. Lakini matumizi ya zaka haipaswi kwenda kwa yatima, mjane au mhitaji yoyote. Zaka sio ya kwenda hapo wewe ndio upeleke kwa yatima, upeleke zaka yako. Kumbuka zaka ni fungu la 10. Hilo ni portion ya Mungu, hii si mali yako. Ngoja tusome andiko tuone vile ambavyo Mungu ameelekeza katika kitabu cha Malaki. Katika kitabu cha Malaki ndipo tunapoenda kuona maana Mungu ametoa maelekezo ya kwake katika haya aliyoyataja hapo. Malaki sura yake ni ya 3. Maana tusipozingatia hapo ndio itakuwa chanzo cha watu kudhani ya kwamba wanampendeza Mungu, kumbe wanamhuzunisha kwa sababu kuna kiasi kinatakiwa kwenda sehemu fulani kama vile ameelekeza yeye kwa sababu ni yake. Katika sura 3. Sasa kwanza tukianzia mstari wa 8 anauliza, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Kumbe mwanadamu anaweza kumuibia Mungu, lakini anasema lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Sasa hizi zaka na dhabihu zilizoibiwa, watu wamemuibia Mungu, zilipaswa kupelekwa wapi? Mstari wa 10 anasemaje? Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulieni madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sasa uone amesema zinatakiwa zaka kupelekwa ghalani. Unajua ghalani si kwenda kupeleka kwa yatima, si kwenda kupeleka kwa wajane na wahitaji wengine ambao wewe unaweza ukadhani ni haki kwao pata hiyo. Lakini anasema ghalani, na kama hiyo neno ghalani haijeleka hapo chini anasema ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwa hivyo kwenye nyumba ya Mungu ndipo ambapo zaka inapaswa kuweza kupelekwa. Unaona Sasa kwa nini anasema hivi? Unajua hiyo zaka inayopelekwa hapo, hilo fungu la 10 linalopelekwa katika kanisa, katika nyumba ya Mungu, katika hazina yake, si kwamba ni Mungu atakuwa anakula hapo physically, hapana, ila kwa kupitia watumishi wake. Watumishi wake ndio wanapaswa kuitumia ile zaka kama wachungaji na katika ustawi wa nyumba ya Mungu. Mfano, ukiangalia katika kwa mfano kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Paulo pia anatupatia vitu vya msingi vya kuweza kuvizingatia na kuvijua hapa. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 9. Nasoma nianzia mstari wa 13. Anasema hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumuo madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. 14 anamaliza anasema, na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahudumiao injili wapate riziki kwa hiyo. Sasa hapa ndipo ambapo kuna kuwepo na asili ya kujua zaka inapelekwa namna gani. Hiyo ni portion sio ya kwako. Yaani ukiwa kwa mfano na 10,000, hiyo 10,000 ujue kabisa ndio ukipata umepata hapo. Ujue kabisa fungu la 10 katika hiyo 10,000 ujue sio ya kwako. Kwa hiyo kama ni hiyo zaka, kama zaka ambayo hiyo haihitaji hata kujadilika, hiyo ni kitu ambacho utakiwi kulifikiria kama unacho. Sasa jiulize, unaweza ukasema sasa na ninayo alafu ninashindwaje kumpatia? Kama huna unampatia nini? Kwa sababu ukiwa tu na hiyo zaka ni kama huna, kwa sababu hiyo si ya kwako, unadaiwa na Mungu. Kuitumia kama ambavyo yeye hajaelekeza ni kumuibia bado.
Ndio unaona sasa hapo ametoa maelekezo, na bahati mbaya sana mpaka hadi Waadventista leo kumekuwepo na watu ambao wanakuwa na ideology mbalimbali. Wengine wanasema hakuna haja kupeleka huko, na wanafundisha kupeleka tu mtu anapotaka. Hapana, matumizi ya zaka na nenda kasome kwa Adventista. Kuna kitabu kinaitwa MR Manuscript Release katika volume ya 7 kuanzia ukurasa wa 136 mpaka 137 utapata kwamba zaka ina matumizi yake, na hii ndio tunazungumzia zaka ya fungu la 10. Kwa hivyo kuna matumizi, lakini nitahitaji nisome nukuu moja hapa ambayo inaelekeza kwa nini au nini ambacho kinatakiwa sasa kuweza kufanyika. Hatutakiwi kila mtu ajisikie kupeleka, hiyo itakuwa ni babeli kabisa, ni babeli kabisa. Sasa tutasoma hapa katika katika kitabu kinaitwa Testimony to the Churches ya 9. Tutasoma katika ukurasa wa 59 paragraph yake ya kwanza. Hii inaitwa Testimony to the Churches. Sasa sikiza, anasema hivyo kazi ya Mungu katika ulimwengu wote na wetu inapaswa kuendelezwa mbele. Mawakili waaminifu wanapaswa kuleta fedha za Bwana katika hazina yake, ili watendakazi wapelekwe sehemu zote za ulimwengu. Kwa hivyo watendakazi watapelekwa katika sehemu zote za ulimwengu kwa kupitia hayo matoleo ambayo watu wanatoa. Sasa kama kila mmoja atapeleka kwenye njia ambayo yeye anawaza, kazi ya Mungu itaenda namna gani? Na nyumba ya Mungu itajazwaje chakula? Ghala zitajazwaje ikiwa kila mmoja atajiamulia namna ya kufanya? Hiyo itakuwa ni sawa na Babeli. Mungu amekusha kuelekeza zaka yake itumikeje, maana mwenye mali ndo anaelekeza hii ifanye namna gani. Kwa hivyo kama kuna watu wanaofundisha tofauti, wakifundisha tofauti na maagizo ambayo Biblia imesema, tujue kabisa hapo tunakuja kukinywea kikombe. Nyumba ya Mungu inabaki ikiwa wakati pesa zinapelekwa pengine. Unajua si kwamba tumesema awali ya kwamba hawa watu wanabidi wasaidiwe, ni yatima au ni wahitaji, wajane na kadhalika, lakini hao ni wanadamu wenzetu. Kwa hivyo tunawapatia kwenye cha kwetu, maana amri ya upendo imetuambia tumpende mtu kama nafsi yangu na mpenda jirani kama nafsi yangu. Kwenye kile ambacho ni pati ya kwangu ndipo tunagawana na huyu, kuna pasenti nitampatia, lakini si kumchukulia kwenye portion ya Mungu. Hapo tunamwibia na kumkosea kabisa. Kwa hivyo tunafaa kuweza kufuata maelekezo. Agizo limesema katika 3:10, Malaki anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ni kwenye nyumba ya Mungu ndipo zaka inapaswa kuweza kupeleka.